Kuna nyakati tunapoomba kazi tuwe makini sana, kwa sababu sio kila nchi tu ya kwenda kuomba kazi. Leo nakupa movie ambayo yenye historia kweli kabisa kwa vijana wawili iliyotokea waliokuwa wametoka India kwenda Uarabuni. Okay, movie iko hivi. Vijana wawili wa Kihindi, Najim na Hakim, walipata mchongo mkubwa wa kazi kwenye kampuni moja kubwa tu ya Saudi Arabia huko Uarabuni. Wakalazimika kuuza mali zao zote ili wafaulishe mchongo huo, ikiwemo nauli na mahitaji mengine ya safari. Baada ya kutoa tu Uarabuni, walitegemea watamkuta mwenyeji wao aliyewapa mchongo na kuwapokea airport, lakini mwenyeji hakutokea. Hata walipojaribu kumpigia simu hapatikani. Ubaya zaidi, Kiarabu hawakifahamu, hivyo inakuwa ngumu kwao kusaidiwa na wahudumu wao na watu wengine wa airport. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu, kuna mzee mmoja aliyofuata baada ya kuona wamezubazubaa tu airport. Akazikagua pasipoti zao kisha akaashiria wamfuate. Ilikuwa lugha gongana, hivyo vitendo na ishara ndio vilikuwa vinatumika zaidi katika mawasiliano. Walijua huyu mzee ndio mwajiri wao, wakaamini wanaenda kukombolewa kutoka kwenye umaskini na kuvaa utajiri. Ila sasa walishtuka kidogo baada ya kuona mtu kawapeleka kwenye gari la pickup la kubebea mizigo, tofauti na walivyotegemea. Walitaka kukaa siti za mbele, lakini wote wakaambiwa wakae nyuma sehemu ya mizigo. Hawakuwa na yana, ikabidi wafunike kombe na kufanya anachotaka mzee huyo, wanaamini ndio bosi wao mpya. Ilikuwa ni usiku sana, walitegemea wanapelekwa katika hoteli safi mjini huko, lakini wanapokwenda kwa ajili ya kupumzika kisha wakapewa mwongozo wa kazi, lakini walishangaa safari yao ilikawa ya mbali mrefu zaidi. Imewatoa mjini na kuwapeleka magorofani, kwenye magorofa na kuwapeleka mbali kabisa nje ya mji, maeneo ya jangwani. Sasa na mtu anachukuliwa Dar es Salaam na kupelekwa maeneo ya Mkuranga ndani. Walijaribu kuhoji lakini kulikoni, lakini ndio hivyo sasa, lugha gongana. Baada ya safari ya masaa mengi, walifika eneo moja jangwani, ndani kabisa palikuwa na kambi ya wafugaji. Akashushwa Hakim na kupokelewa na wengine na watu ambao wanamfahamu huyu mzee. Mpaka muda wao waelewi nini kinaendelea. Kumbe tayari umeshafika katika himaya za watu wenye roho mbaya kabisa kwenye maisha. Basi bwana, Hakim alichukuliwa kinguvu na kuwekwa chini ya ulinzi. Wakati huo mzee tayari kashafichua makucha yake na roho yake ya kikatili dhidi ya vijana hao wawili, Hakim na Najim. Najim naye akabebwa kinguvu chini ya ulinzi na kupelekwa eneo lake la kazi usiku huo, maeneo hayo ya jangwani. Lilikuwa ni eneo baya alilopelekwa Najim, eneo ambalo si salama kwa binadamu. Huko ndio alipaswa kwenda kufanya kazi chini ya mtu huyo mwenye tabia ya kubeba wageni ambao hawana lamani wanapofika katika nchi za watu. Majukumu yake mapya, alipaswa kuchunga kuhudumia kondoo, ngamia kipindi chote cha uhai wake mpaka atakapofariki. Alifanyishwa kazi ngumu kwa miaka mingi bila malipo. Hakuruhusiwa kulala kwenye mahema kama bosi zake, alilala katika mabanda ya mifugo na wanyama. Wakati huo hajui mwenzake Hakim anaendeleaje, yuko wapi, anafanya nini. Maji yalikuwa ni shida kwao. Eneo hilo maji yalikuwa hayapatikani. Yalikuwa ni maji kwa ajili ya mabosi tu na kunywesha mifugo peke yake. Kuoga ilikuwa ni mwiko kwao. Hata ukitoka kutaka kukata gogo, mtu akitaka kwenda chooni kwa ajili ya kujisaidia haja kubwa, alikuwa hapaswi kutumia maji. Alikuwa anabidi atumie mchanga ili ndio aweze kujisafisha. Namna zote alizofanya Najim kutoroka eneo hilo ziligonga mwamba. Hajui kusini wala kaskazini, mashariki wala magharibi. Pasipoti yake na nyaraka zake zote nyingine muhimu zimechanwa na bosi wake huyo wa dharura. Sasa itakuwaje kijana mdogo wa miaka 30 kukondiana na kuchoka kama mzee wa miaka 70? Majaribio kadhaa kutoroka yalipelekea jeruhiyo miguu na kumkumbusha kwamba hapa ndo nyumbani kwako na una mahali pa kwenda. Movie inanoga. Baada ya siku moja kama zali vile, Najim kukutana na Hakim, kwa pamoja wakapanga mikakati ya kutoroka kwenye jangwa hilo hatari, mabosi zao wakiwa wametoka kwenye sherehe. Okay, hii ni bonge moja la movie ambayo ni single, ambayo utaweza kuipata kupitia linki kwenye comment yetu hapo. Unachotakiwa ni kwenda kaitizame movie ambayo ni yenye historia nzito na ya kuhuzunisha kidogo. Kama una machozi mepesi, basi utaenda kulia. Jina langu naitwa Bongo Tech 255 kwa masuala mbalimbali ya teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Sawa, kwa kutufollow hapo na kulike pamoja na kusubscribe. Asanteni, natakia siku njema.